بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي akifanya ikhtisar صحيح البخاري. bado tupo kwenye kitabu mawaqit as-salah. قال نسيما باب تأخير الظهر إلى العصر. mlango huu nazungumzia kuichelewesha au kufaa kuichelewesha salatu dhuhri, ukaiswali kabla kidogo ya kuingia wakati wa alasiri, na huo ndio huitwa wakati wa mwisho, wakati ibtidai wa wakati nihai, wakati wa mwanzo na kuna wakati wa mwisho. Kwa inafaa ile salatu dhuhri tukaichelewesha kuiswali, tukasubiria muda kidogo tu ufikie mwisho wa wakati wa dhuhuri, tukaiswali salatu dhuhur. Kwa maana ya kwamba inawezekana ikafikia tunamaliza kuiswali salatu dhuhuri, pale tunaimaliza tu, hapa kupita sekunde kadhaa au dakika kadhaa ukawa umeingia wakati wa swala ya alasiri. Kwa tunamaliza kuswali ya dhuhuri, natoa salamu, mnakaa dakika moja mbili, adhana ya alasiri hii hapo mnaswali. قال سمع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بكي حديث عبد الله بن عباس الله مرضيهنا ببياكي، أن النبي صلى الله عليه وسلم kwamba Mtume alayhi salatu wassalam salla bilmadinati sab'an, aliswali kwenye mji wa Madina rakaa saba, wa thamaniyan, na aliswali katika mji wa Madina rakaa nane, aldhuhra walasra walmaghriba walisha, adhuhuri na alasiri na maghrib na isha. Naam, Abdullah ibn Abbas anasimulia hili tukio kwa kusema ya kwamba Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam aliswali Madina rakaa saba, na aliswali tena Madina rakaa nane, adhuhur al-asr wal-maghrib wal-isha. Hadithi hii inathibitisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuchelewesha wakati wa swala, alichelewesha nyakati za swala. Ndio maana ikapatikana idadi hii ya kuswali rakaa saba na kuswali rakaa nane. Kwa hiyo uthibitisho wa wazi huo, Mtume alayhi salatu wasalam alichelewesha nyakati za swala. Aliposema salla bilmadinati sab'an, kwamba aliswali Madina rakaa saba, ndio hile nilosema ya kwamba aliuchelewesha wakati wa maghrib, aliuchelewesha wakati wa swala ya maghrib, akausubiria mpaka unakaribia kufika mwishoni kidogo tu ili isha ingi, pale ndo akaiswali maghrib. Maghrib ni rakaa ngapi mashaikh? Tatu. Anamaliza kuswali salatu al-maghrib, inaingia salatu al-isha, inatolewa adhana, haujapita muda kidogo inaswaliwa. Tatu jumlisha nne ngapi? Ndo hii hapa, swalla bil madinati sab'a, aliswali Madina rakaa saba. Fahamiana, aliswali Madina rakaa saba.
wa thamaniyan, na thamania maana rakaa 8 alichelewesha salatu dhuhur, alichelewesha salatu dhuhur, ule muda wake wa mwanzo hakuuswali akaiacha. Kama vile sisi hapa saa 8 swala ya dhuhur inaisha kwenye saa 9 mathalan dakika 50 ndio imeisha mfano, yeye akaiswali salatu dhuhuri saa 9 tujalia dakika 45, saa 9 dakika 45 au dakika 40. Kwa hiyo mpaka nakuja kumaliza salatu dhuhuri pale ni kama vile saa 9 dakika 48. Kwa ile tasbihi dhikru pale unyiradi, adhana la siri imeingia 9 dakika 50 na watu wanaswali hapa saa 9 dakika 5. 9 dakika 50 imemaliza adhana, saa 9 labda na dakika 55 ndio swala inakimiwa, akaswali alasiri. Kwa hiyo adhuhur kaiswali rakaa 4 na ukupita muda mchache tu akaiswali pia salatu al-asr rakaa 4, ndio hii imetamkwa thamania. Tafahamiana thamania. Kwa hiyo kaswali rakaa 8, usije ukatafsiri ukasema eti mtume aliswali rakaa 7 kwa wakati mmoja. Usije ukasema mtume ameswali rakaa 8 kwa wakati mmoja, huo utakuwa ni uelewa wako hovyo mbovu, hujaelewa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Abbas. Mlango unasema babu taakhiri dhuhri ila al-asr, na kimlango unazungumzia aliichelewesha salatu dhuhur mpaka kidogo tu ingie salatu al-asr. Kwa kaiswali dhuhuri rakaa 4, hapo hapo muda mchache imeingia alasiri, wakaswali alasiri. Kwa hiyo 4 zimeswaliwa kwa wakati mmoja tu, haikupita hata robo saa, lakini zimeswaliwa zote 4 kwa jumla, zimekuwa ngapi? 8. Na vile vile maghrib na isha, na vile vile maghrib wa isha kaichelewesha salatu al-maghribi, ameenda nayo hiyo mpaka kabla kidogo tu ingia isha, akaiswali al-fajr al-maghrib. Alipoiswali tu magharibi anamaliza tu dakika kadhaa, sekunde kadhaa, adhana ya isha imetoka, watu wakaswali pale pale. Kwa hiyo baina ya magharibi na isha hapakuwa hata dakika 10, lakini miswaliwa zote hapakuwa hata dakika 10 kuzitofautisha, tayari magharibi imeswaliwa na isha ikaswaliwa. Kwa hiyo 3 na hizi 4 jumla imekuwa ngapi? 7. Tayeb, naam. Katika hii hadithi pametajwa baadhi ya maulama sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuchelewesha swala hili, kuzichelewesha swala hizi. Kuna sababu zimetajwa ambazo inawezekana ikawa ni sahihi na inawezekana ikawa ni katika ile ijtihadi ya maulama. Qalu, nasema ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhara salat li ajli al-matar al-kathir. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichelewesha swala hizi kwa sababu ya mvua nyingi, kwa sababu asili ya mtume sallallahu alaihi wasallam la yuakhiru salat an awwali waqtiha illa li'udhrin. Asili ya mtume huwa hacheleweshi swala kwenye ule wakati wake wa mwanzo isipokuwa kwa udhuru maalumu. Kitokea udhuru maalum, naam, anaichelewesha swala, lakini kama hakuna udhuru basi hawezi kuchelewesha swala ule wakati wake wa mwanzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ichelewesha. Jambo la pili katika hadithi hii ni dalilun ala at-taysiri wa raf'i al-mashaqqa. Hadithi hii inathibitisha kwamba dini yetu hii imejengwa mabniyo ala at-taysiri wa raf'i al-mashaqqa. Wa raf'i al-mashaqqa imejengwa kwenye msingi wa wepesi na kuondosha uzito kwa watu. Kama mvua ni nyingi, basi tuchelewesheni swala mpaka kwenye swala muda utakapokuwa umekaribia kuisha watu waswali. Qala babu waqti al-asr, mlango huu unazungumzia wakati wa salatu al-asr. Muda gani salatu al-asr inaswaliwa, au ni muda gani swala ya alasiri inatakikana iswaliwe? Zimekuja baadhi ya riwaya zikithibitisha, zikieleza kwamba waqtuha, wakati wa salatu al-asr, idha kanat ash-shamsu fi as-samaa. Nyakati zimetajwa kwamba salatu al-asr ni pale jua linapokuwa lipo
bado liko mbinguni limesimama hivi. Wakana tulu dhilli dhifa alhajmi tabi'i, na kikawa kivuli ni zaidi ya kile kivuli cha kawaida. Yani baina ya kivuli chako cha kawaida ongeza kivuli kingine tena mbele yake, ndio urefu wa kile kivuli chako. Kwa hiyo kitokea kivuli chako wewe ukikiangalia pale kwenye ardhi, unakiona kimekuwa zaidi ya mwili wako na urefu wako, basi ujue huu ni wakati wa alasiri. Ujue huo ni wakati wa alasiri. Urefu wa kile kivuli chako uwe ni zaidi ya kivuli cha kawaida. Kwa ukiangalia kivuli chako huko kinaishia hapa, lakini unakuja kuona hii muda alasiri kimefika kule mbele kule, kimekuwa kirefu mpaka kule, basi ujue huo ni wakati wa swala ya alasiri. Hadith Abi Barzah radhiyallahu anhu fi dhikri salawati taqaddama qariban. Hadithi ya Abi Barzah alipokuwa fi dhikri salawati, hadithi ikiwa inataja swala, taqaddama qariban, hadithi hiyo imetangulia karibu huko. Waqala fi hadhihi riwayati, na akasema Abi Barzah katika riwaya hii, lamma dhakara al-ishaa, pindi alipoutaja muda wa isha, akasema wa nauma qablaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yakrahu, anachukia kwenye salatu al-isha, an-nauma qablaha, kulala qabla ya isha. Jambo hili lilikuwa ni makruh. Wal haditha ba'daha, na vile vile mazungumzo baada ya salatu al-isha yalikuwa ni makruh, inachukiza. Kwa hiyo hadithi ya Abi Barzah iliyopita iliyotaja kuhusiana na swala mbalimbali na nyakati zake kwa kiasi fulani ishatangulia huko nyuma. Kwenye riwaya hii akazidisha Imam Bukhari ya kwamba alipokuwa anaizungumza isha, salatu al-isha, akazidisha maneno akasema, wa kana an-nabiyyu, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yakrahu an-nawma qabla, alikuwa anachukia mtu kulala kabla ya salatu al-isha. Kabla ya salatu al-isha ilikuwa Mtume anachukia. Wal haditha ba'daha, na mazungumzo baada yake. An Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-asr, Anas anasema tulikuwa sisi tunaswali al-asr, thumma yakhruju al-insanu, kisha anatoka mtu, ila bani Amr ibn Auf, kwenda kwa kabila la Bani Amr ibn Auf. Naswali isha, anaswali al-asr na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha tukishamaliza kuswali al-asr na Mtume, mmoja wetu anatoka anakwenda kule maeneo ya kabila Bani Amr ibn Auf, fayajiduhum yusalluna al-asra, wa anawakuta watu wa kule kulika na kazi mbalimbali, wa minha az-zuru', na wengineo katika kazi walikuwa wanashughulika nazo ni mazao, kulima, walikuwa ni wakulima. Kwa hiyo mpaka wafike pale waanze kujiandaa, unakuta muda umeshaenda.